Wazee, kina mama na vijana kutoka maeneo tofauti ya Mwangaza ikiwa wade wa Bela gatuzi la Isiolo wakiimba nyimbo za kuashiria uungwaji mkono kwa mwakilishi wadi wa eneo hilo Saresio Kiambi. Aidha, wamekashifu wale wanaotilia shaka utendakazi wa mwakilishi wadi Kiambi, wakisema Kiambi amefanikisha mengi tu ikiwemo ujenzi wa zahanati ya Mwangaza, kulipia karo wanafunzi wasiojiweza, kusoma na jamii katika kesi ya ardhi na pia kuwakilisha bugeni ipasavyo. Naitwa Ndomisiano Maitai kutoka Mwangaza. Kitu ya kwanza, kuna watu ambaye walikuwa wanasema mheshimiwa hakuna kazi amefanya, wakaiweka kwa media. Hawa sio watu wa Mwangaza, ni watu wa kutoka sehemu za Meru huko, wanakuja kumharibu bure wakiwa wameongwa wa mharibu. Mheshimiwa wetu ametufanyia mengi sana. Hospitali wakati alikuwa mheshimiwa alitengeneza hospitali ya Mwangaza ikakaka akaondoka. Kwa saa hii ametengeneza hospitali ya Mwangaza na inatumiwa na watu Mwangaza. Watu wa Wabera Ward tunasema Kiambi ni tu ya pili, Kiambi ametengeneza amesaidia watu wengi sana. Kuna watoto amesaidia Mwangaza Secondary School watoto 5 na ambaye yeye ndiye analipa na pesa yake. Amesaidia wengine college, wengine 3 na wengine 3 university. Kiambi ni tu. Kiambi ameandika proposal za kazi za Wabera Ward sote, ni pesa sinongojewa, sifanye hizo kazi kwa sababu mnajua kaunti yetu ilikuwa na mfurugano, na kwa saa hii naonelea itafanya kazi kwa sababu ya mfurugano imeisha. Kiambi ni tu. Tuko hapa kama wakaaji wa Mwangaza, tunakasifu ile media ambaye ilitolewa last week ya kusema ya kwamba Kiambi hajafanya kazi. Mheshimiwa wetu Kiambi amefanya kazi, na umesikia mwenzangu akisema na hao wote wako hapa wanajua ile kazi mheshimiwa amefanya na ataendelea na kufanya. Kwa hivyo naeleza na hiyo watu si watu wa Mwangaza, ni watu wa kutoka upande wa Meru. Tunawaambia wawachane na mheshimiwa Kiambi. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Wakati wa Wabera tuko kusubiri na tunajua ile andi tumekewa na mheshimiwa Kiambi na mheshimiwa Ngabana, bado tunangojea na tunajua hiyo kazi tutafanywa. Kwa hivyo hawa wanakuja wakisema hakuna kazi, ni vile si watu wa Wabera. Watu wa Wabera kama hawa wako hapa wako na andi na mheshimiwa, kazi itafanywa na wanangojea kufanywa kazi na bado kazi imefanywa tayari. Vijana power. Wamama oye. Wazee. Sisi kama jamii ya Mwangaza tumekuja leo kwa press ya Wabera Ward. Tunataka kukashifu sana wazee na vijana ambao wanatumika na aspirants ambao wanapinga mheshimiwa Kiambi. Hatukatai hakuna mheshimiwa huwa apingwi, lakini iko hivi. Wewe unaenda unabugia watoto wa wenyewe vileo huko wanakuja kutukana mheshimiwa. Hatutakubali hiyo. Mheshimiwa wetu tunamheshimu. Tumempitiza na kura zetu. Sisi ndio tunajua uchungu yake na tunajua tulimweka hapo kwa nini. Wengine wanasema ati mheshimiwa ni mzee. Hiyo akili ya uzee sisi ndio tunataka. Hiyo ndio image tusimamia sisi. Ametisha ametupigania sisi. Hii mashamba yote ingekuwa ilienda kitambo. Tumeshi hapa tunanyang'anywa na mataikuni kutoka mbali. Kiambi anasimama mpaka na shilingi yake ya mfuko yake. Anatetea watu wa jamii yangu. Hatutasimama leo hii sisi kama vijana ati watu kutoka sijui Ngondone sijui wapi wanakuja kumtusi sisi tukiona. Hiyo naye hatutakubali. Kama unataka kura huku, kuja tuuzia sera zako na heshima, tutakujua we ni nani. Lakini si ukuje tuharibie mheshimiwa wetu kwanza, uko unatuonesha wewe ni malaika. Eri shetani yenye tunajua. Majina ninaitwa Spora Karei. Ile kitu ningeweza kusema kwa wale wanakuja kupika MCA wetu ni wa kutoka ukweli Meru. Hata tulisikia hiyo mambo tukastuka njusi wenyeji wa Mwangaza. Hiyo kitu imetuudhi sana na tumesikia vibaya. MCA wetu Kiambi ametushikilia kutoka kitambo mpaka saa hii. Hakuna kitu tumemuita tukiwa watu wa Mwangaza akatai kutuitika. Kama ni watoto amesomesha watoto wengi, hata wale hawana nguvu. Kuna wale amepea ambasari, kuna wale hata wamemaliza, na kila kitu amekuwa kipaumbele. Hata hospitali nyingine inafanya Mwangaza ni hiyo Kiambi tu, na hata county watu wengi wameajiriwa kupitia huu
Kiambi. Tufurahisha njuu hii kesi ilikuwa muhimu, tumejenga hapa, tuko na watoto, tumesaliwa hapa, lakini ulisimama na ukafanya hii kesi ikaisha. Kutoka ile ilikuwa na nyuke ulisimama, kutoka hii ya koti ya Isiolo ulisimama. Sasa watu wanaenda wakiharibu ngavana wakisema ni mbaya. Sisi tumejua umetutendea kazi na tunajua saa hii umefumzika, sasa hauna mambo mingi kwa kichwa. Sasa msimama utoe pesa, watu waanze kufanyiwa maendeleo. Watu wanapika wa viongozi wakisema hawafanyi kazi na hawana maendeleo. Tunajua wakati unjaisha 2027 kabla ifike, muwe mmeonyesha watu maendeleo yenu. Saa hii usiwe mtu wa kuenda kama karibu na wananchi, uwaongeleze, uwatendee mazuri. Tuko na wewe mbamba kwa mbamba, hata 2027 tuko na wewe. Gavana wetu ni tuta, MC wetu ni tuta. Naitwa Samuel Lethera Akodha na mimi ni mkazi wa Mwangaza. Jambo lililo muhimu, tumekuja kusanganyika mahali hapa kwa ajili ya mambo tumewasikia. Mambo mabaya sio mazuri. Ukweli watoto ambao ni kidogo kutukana mzee. Kiambi amekomaa kiakili, amekomaa kisiasa, lakini kama mnataka mjulikane wewe ni wanasiasa, mkutane na Kiambi kwa ndebe. Amen. Ni kweli. Hapana zungumza tu katika kando ama kwenda kukadhibi kiongozi. Pia sisi tunatawala hata na President Moi akiwa katika kiti, hata kama unasema ngo au ngo ya Moi ya president, hakuna ni yeye kiongozi. Yeye kiongozi. Na hata saa hii tunazungumza ya kwamba Kiambi ndio kiongozi until 2027. Mkiwa unataka pambana na Kiambi, bandara ya matusi wala kuongea maneno yasiyofaa, ongoja huyu mwaka upenduke mwezi wa 8, nenda ukakachivu Kiambi ambapo bila unataka. Lakini wakati huu mambo yangu mabaya ama mazuri ya kuzungumzia katika akili zangu ni ya kwamba watoto wanaenda kukasibu viongozi, wanatukanana, na kama wewe sio mkaaji wa Wabera, tafadhali tafuta kiti kwanza, baada utafute bibi, baada unapotafuta makao, sasa toka kwa wananchi waongeleze. Ni kweli mro. Lakini sasa mtu ambao anaturura tu ana bibi, tunasikia tutakwenda kunywa chai wapi? Kwa Kiambi tunaendanga usiku na mjana, tunapika koti, bring tea, tunapewa. Ni kweli mro. Tunakunywa na tunamwambia Nyaruwe asante. Tukienda Meru pia ako naye. Wacha turudi kwa upande wa maendeleo. Maendeleo kasoro ilikuwako. Mimi mwenyewe nichaenda Nairobi. Na tukaenda Nairobi, tukaindiwa kila kitu, mgogoro ya pesa, maana gavana alikuwa anayumbayumbishwa, mara anataka kufanyiwa simenti kupunguzwa, mambo kama hayo ikafanya delay ya maendeleo yetu ifanye nini? Ni kweli ya marongo. Arabu tulipo renja alitumpa nafasi na akatuambia kwanza pasi priority ni Wabera, maana mumeletea mheshimiwa Kiambi kwanza alikuwa anakataa yeye. Ni kweli ya marongo. Arabu tukamchika, tukamwambia baba yako ni huyu mpaka mumalize kipindi. Alipokwenda alipewa kila kitu. Majina naitwa Anthony Mwenda, mkaaji wa Wabera Ward, kaunti ya Isiolo. Siku ya leo tumekuja kukashifu vikali aspirant fulani ambaye anatumia vijana ili aweze kushambulia mheshimiwa Kiambi. Watu wa Mwangaza, hasa Mwangaza kabisa, sisi tunaelewa umuhimu wa Kiambi ni kiasi gani. Kwa sababu ile kesi ilikuwa kwa Mwangaza, Kiambi ameshughulika na governor mpaka kesi ikaisha. Wewe aspirant ambaye unatumika kupiga mheshimiwa Kiambi, ulikuwa wapi? Ulikuwa wapi Kiambi akipiganiana vita huku ya hiki plot, wewe ulikuwa wapi? Wewe kitu wa kwanza, wewe ni mkaaji wa maili 3. Wewe si mkaaji wa Wabera, una plot wa Wabera na sisi hatuwezi kubali utumie vijana wetu wadogo kuwapatia vileo ili waweze kushambulia mheshimiwa Kiambi. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Mheshimiwa Kiambi ni tu. Mheshimiwa Kiambi, na wewe tunakuambia usitishwe. Sisi tuko na wewe bamba tu bamba. Tumegushika na usitishwe na mtu yoyote. Hii mambo kidogo wewe tuachie sisi. Sisi tutadili na wao. Wewe fanya kazi kwa watu wa Wabera. Hiyo mambo mengine
ni polepole. Nikiripotia Kamachu TV, itaripota 001 wa Chumbi Kamachu.